Nataka nitoe maelekezo kwa mstahiki meya wa wilaya ya Ubungo pamoja na baraza la madiwani na mkurugenzi. Hapa kipindi cha nyuma mlileta taarifa ya kwamba mmetenga shilingi bilioni 10 kwa ajili ya kujenga hoteli pale Sinza. Sasa ofisi ya mkuu wa wilaya kupitia tangazo hili, kwanza nasitisha ujenzi wa hoteli katika eneo la Sinza. Pamoja na kwamba mlipitisha kwenye baraza la madiwani, na mwelekeza meya manispaa ya Ubungo, itisha baraza maalum, pitieni upya mpango wa kujenga hoteli Sinza, sitisheni ujenzi wa hoteli Sinza. Fedha shilingi bilioni 10 zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa hoteli, kiasi kitengwe kuenda kujenga hivi vituo vya maji katika kata. Tuna kata 14. Kama mlitenga bilioni 10 kujenga hoteli, ukiweka kwenye kila kata kituo kimoja cha maji safi na salama cha milioni 84, ambayo ndio bei iliyozunguka kwenye soko, maana yake ni kwamba unahitaji bilioni 1.2 kwenye kila kata kuweka kituo kitakachokuwa kinazalisha maji safi lita 8,000 kwa lisaa. Sasa lita 8,000 kwa lisaa sio maji kidogo kwenye kata 14. Kwa nawaelekeza halmashauri ya manispaa ya Ubungo, waheshimiwa madiwani, wakakae kikao maalum kuangalia ni namna gani watatumia sheria zetu na kanuni zetu kubadilisha matumizi ya bilioni 10 za kujenga hoteli Sinza kwa sasa ziende zikatatue kero ya maji kwa kuweka vituo vya maji safi na salama kwenye kila kata. Lakini waende mbali kwenye kila mtaa. Tuna mitaa 90. Katika mitaa 90 mashine ya kusafisha maji lita 250 kwa lisali moja inauzwa milioni 7 mpaka milioni 8. Ukichukua mitaa 90 ukiweka mashine moja ni milioni 630. Sasa kama una bilioni 10 ya kujenga hoteli, chukua milioni 630, peleka kwenye kila mtaa, uweke pale mashine ya kusafisha maji lita 250. Wananchi wapate maji masafi kwa shilingi 300, 200, 100 kwa bei ambayo wananchi wenyewe watapanga. Uwekezaji huu sio matumizi mabaya ya fedha. Badala yake unaenda kuwekeza kwenye eneo la huduma, kwa sababu maji ni huduma.